Siri za matajiri zimevuja. Zile siri zilizokuwa zinawaweka mjini na kuwapa jeuri mitaani hatimaye zimevuja. Njoo uzijue siri 22 zilizokuwa zinawapa jeuri, zinazofanya matajiri wazidi kuwa matajiri na maskini wazidi kuwa maskini kila kukicha hapa mitaani. Gonga like hapo chini sasa hivi na subscribe faster kwenye hii channel ya Manispaa Adam ili usipitwe na chuma yoyote ya ushindi. Siri 22 direct. 1. Umiliki wa vitu vinavyozalisha, assets. Tajiri wa kweli hawazi kabisa kununua vitu kwa ajili ya kuwaonyesha watu au kupata sifa za kijinga za muda mfupi mitaani. Kipaumbele chake kikubwa ni kuweka pesa zake kwenye miundombinu inayomuingizia faida nyingine mfululizo, hata kama amelala, amesafiri au amepumzika. 2. Kutofautisha matamanio na mahitaji ya lazima. Watu wanaokwama mitaani wakipata pesa kidogo tu, wanaanza kuwaza anasa na vitu vya kuwapa sifa za muda mfupi. Lakini matajiri wana nidhamu ya chuma. Wananunua kwanza vitu vya lazima vinavyoendesha maisha na kuacha mambo ya jeuri na sifa mpaka hapo mifumo yao ya kifedha itakapokuwa imara. 3. Kulinda mfumo wa kipato, kuzuia hasara. Matajiri hawategemei chanzo kimoja tu cha kuingiza pesa. Wanajua fika kwamba mitaani kuna hatari nyingi, hivyo wanahakikisha wanatafuta njia mbadala za kulinda mtaji and faida zao ili biashara zao zisiingie kwenye dhoruba na kupata hasara. 4. Kutumia pesa za watu wengine, leverage. Tajiri wa kweli hategemei tu pesa zilizopo mfukoni mwake kusonga mbele. Anajua jinsi ya kutumia mitaji ya benki, mikopo ya kimkakati au kushirikiana na wadau wengine mitaani ili kusimamisha miradi mikubwa inayozalisha faida ya kutosha bila kukwama. 5. Kuwekeza kwenye elimu ya kifedha. Watu wengi wanaokwama mitaani wanafikiri shule za kawaida zinatosha kuwapa utajiri. Matajiri wanajua ukweli mchungu kuwa shule haifundishi jinsi ya kutengeneza na kukuza pesa. Hivyo wanatumia muda na rasilimali zao kusoma vitabu, kuhudhuria mafunzo na kufuatilia ramani zote za mzunguko wa kiuchumi ili akili zao ziwe mbele kwa 100%. 6. Kujenga mifumo inayojitegemea, automation. Matajiri hawafanyi kazi kama watumwa ndani ya miradi yao usiku na mchana. Wanahakikisha wanaweka taratibu imara na kukabidhi majukumu kwa viongozi makini ili mifumo iendelee kusonga mbele na kuzalisha faida hata kama wao hawapo eneo la kazi. 7. Kununua muda badala ya kununua vitu. Mtu wa kawaida mtaani anatumia muda wake mwingi ili kuokoa pesa kidogo, lakini tajiri anatumia pesa zake kukodi au kununua ujuzi na muda wa watu wengine ili yeye abakiwe na nafasi ya kuwaza mipango mikubwa zaidi ya ushindi. 8. Kuvumilia mapokeo ya muda mfupi, delayed gratification. Hii ndiyo siri inayowapa jeuri kubwa. Wana uwezo wa kuishi maisha ya chini kabisa yenye nidhamu ya chuma kwa miaka kadhaa, huku wakijenga miundombinu yao, wakati mtu wa kawaida anataka kuonekana amefanikiwa mtaani mapema kabla hata hajasimamisha mradi thabiti. 9. Kugeuza changamoto kuwa fursa za kibiashara. Popote pale mitaani panapokuwa na malalamiko, shida au kero kubwa kwa wananchi, matajiri hawakai kulia na kulaumu serikali au mazingira. Wao wanaenda haraka kuangalia ni huduma gani au bidhaa gani wanaweza kuanzisha hapo ili kutatua tatizo hilo na kujitengenezea faida ya kutosha. 10. Kuchagua washirika na marafiki wa kimkakati. Matajiri wana nidhamu kubwa sana kwenye aina ya watu wanaoruhusu kukaa karibu nao mitaani. Wanajua kuwa ukiambatana na watu wasio na maono, watakuvuta chini, hivyo wanajenga mtandao wa chuma na watu wanaowapa changamoto ya kupiga hatua mbele na kuongeza ushindi kila kukicha. 11. Kutolala kwenye mafanikio ya kale. Mtu anayekwama mtaani akipata tu mafanikio kidogo anaridhika na kuanza kupunguza kasi, lakini tajiri wa kweli akishapata ushindi kwenye mradi mmoja, anautumia kama daraja la kusonga mbele na kufungua milango mipya bila kupoteza muda wala kulewa sifa. 12. Kusimamia hesabu kwa jicho la tai. Matajiri hawafanyi biashara kwa kubahatisha au kwa hisia. Kila sarafu inayoingia na inayotoka inajulikana na kuandikwa. Wanajua kwa usahihi kabisa kiasi gani kimeingia na wapi pamevuja ili kukata mianya yote ya hasara mapema kabla mambo hayajaharibika. 13. Kujenga tabia ya kuweka akiba kwa ajili ya uwekezaji pekee. Matajiri hawaweki pesa akiba benki kwa ajili ya dharura za ugonjwa au matumizi ya baadaye tu. Wanaweka akiba ya chuma kwa lengo moja kuu la kusubiri fursa kubwa ya uwekezaji itakapotokea mtaani ili waidake haraka sana na kuongeza ushindi. 14. Kutogusa mtaji wa biashara. Hapa ndipo watu wengi mitaani wanapofeli. Wakiona faida imeanza kuingia wanachanganya na mtaji na kuanza kuitumia kwenye mambo yao binafsi. Matajiri wana sheria isiyovunjika. Mtaji ni sumu, hauguswi kabisa na unaruhusiwa kulinda na kukuza biashara tu ili isilete hasara. 15. Kujali thamani ya bidhaa au huduma kwanza. Matajiri hawakimbilii tu kuchukua pesa za wateja. Wanajielekeza kwanza kutoa huduma bora na ya kiwango cha juu mtaani ambayo inaleta suluhisho la kweli.
Wanajua kuwa ukitoa thamani kubwa, pesa zitakufuata zenyewe kwa kasi bila kulazimisha. 16. Kujenga chapa binafsi inayoaminika, personal branding. Tajiri wa kweli anajua kuwa jina lake na sifa yake mtaani ndiyo mtaji mkubwa kuliko hata fedha taslimu. Anahakikisha anajenga uaminifu wa chuma kiasi kwamba mtu yoyote akisikia jina lake anajua hapa kuna ubora, ukweli na ushindi wa uhakika. 17. Kutokata tamaa mipango inapoyumba. Kwenye safari ya kusaka mafanikio mitaani, milango ya hasara au changamoto hufunguka wakati mwingine. Matajiri hawajisalimishi pindi dhoruba inapotokea na kuleta hasara. Badala yake wanatulia, wanajifunza makosa na kurudi uwanjani wakiwa na mbinu mpya za kivita. 18. Kujua wakati wa kuondoka au kubadili mwelekeo. Pamoja na kuwa na msimamo, matajiri hawana mapenzi ya kipofu na mradi unaokufa. Wakiona mabadiliko ya teknolojia au soko mtaani yanasababisha mradi fulani usilete tena faida, wanahamisha pesa zao haraka sana na kuelekeza nguvu kwenye fursa mpya zinazochipuka. 19. Kutofanya kazi kwa ajili ya pesa, bali kufanya pesa ikutumikie. Watu wanaokwama mitaani wanatumia maisha yao yote kukimbizana na pesa ili walipe bili, lakini matajiri wanajenga mifumo na kuweka mitego ya kutosha mtaani kiasi kwamba pesa yenyewe inalazimika kuwafuata na kuwatumikia usiku na mchana. 20. Kulinda afya ya mwili na akili kama mtaji mkuu. Matajiri wanajua kuwa unaweza ukawa na pesa zote mtaani, lakini kama mwili hauna nguvu na akili imechoka, huwezi kusimamia ushindi. Wanahakikisha wanajenga nidhamu ya kulinda mili yao ili kuwa na nguvu ya chuma ya kupambana na kuongeza miradi yao mitaani. 21. Kujitoa kwa ajili ya jamii, giving back. Siri kubwa ya kuwa na baraka na kupendwa mitaani ni kusaidia wengine pindi unapofika kileleni. Matajiri wa kweli wanajua kuwa kutoa sehemu ya faida kusaidia wenye uhitaji hakupunguzi utajiri wao, bali kunafungua milango mipya ya heshima na ushindi mkubwa zaidi. 22. Kuwa na mwendelezo na uthabiti wa chuma, consistency. Hii ndiyo siri kuu inayofunga ramani nzima ya utajiri mitaani. Matajiri wa kweli hawafanyi mambo kwa kukurupuka au kwa mzuka wa siku mbili. Wana tabia ya kusimamia mipango yao kila siku, iwe jua liwake au mvua inyeshe. Nidhamu hii ya chuma ya kutochoka ndiyo inayowafanya washinde vita vyote vya kiuchumi mtaani. Hizo ndizo siri 22 za chuma zilizokuwa zinawapa jeuri matajiri na kuwafanya waendelee kusimama kileleni mitaani kila kukicha. Ukizielewa na kuzifanyia kazi hizi siri, hakuna dhoruba yoyote ya hasara itakayoweza kusimamisha ushindi wako. Kama umepata chuma ya maana na unataka kuendelea mbele na madini kama haya ya ushindi, usisahau kabisa kugonga like hapo chini sasa hivi.